Revocatus Clayton Chipando Baba Levo hatimaye katika ukurasa wake wa Instagram amechapisha chapisho ambalo limekwenda kushangaza watu wengi sana ambao walikuwa wanadhani kwamba hicho kitu ambacho alichokuwa kikiongea hakitoweza kuja kutokea. Sasa kwa jinsi ambavyo alivyochapisha katika ukurasa wake wa Instagram, hiyo imeaminisha kwa kweli kumbe alikuwa yuko serious. Kitu gani ambacho ameweza kuchapisha kwenye akaunti yake ya Instagram? Ili uweze kufahamu zaidi, basi ungana nami mwanzo mpaka pale ambapo tutafika mwisho, yani tamati. Basi kabla hujaanza kukuelezea kile ambacho amekiandika Baba Levo, kufanya jambo la msingi, hapo chini ya video hii kuna neno jekundu limeandikwa subscribe, libonyeze, afu utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakuwa mkipokea taarifa kila wakati. Basi bila kupoteza wakati, Levo mtaalamu fundi majumba huyu hapa, Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa Kigoma mjini. Baba Levo ameweka wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa ameanza rasmi shule kama jinsi ambavyo alivyoahidi mwaka jana kuwa ataanza kusoma masuala hayo ya elimu naona mwaka mzima. Kwa jinsi ambavyo Baba Levo amejipambanua kwa ajili ya kuweza kujiongezea elimu katika kile ambacho anaamini, imezidi kuleta sintofahamu au maswali mengi kwa watu wengi. Inawezekanaje Baba Levo kurudi shule? Unaona bwana, kama jinsi ambavyo tulivyotazama ile tamthilia ya Gabu ya mwaka 2016-17 vile, ile ilikuwa inaitwa Bado Natafuta. Kuna wakati Gabu alilazimika kurudi shule. Katika ile tamthilia ilifanya vizuri zaidi. Baada ya kuwa ametengeneza tamthilia ya Bado Natafuta, akaja na tamthilia ya Gwaru, Safari ya Gwaru, ambapo humo ndani sasa tulimuona akiwa mwanafunzi Gabo Zigambe. Sasa katika umri wa Gabo na ile tamthilia alivyoweza kuigiza Safari ya Gwaru, imekuwa na mahusiano ya ukaribu kabisa na Baba Levo, kwa sababu kile ambacho alichokifanya Gabo wakati anarudi shule, akiwa harakati zake zikimlazimu kwamba ili aweze kupata kuingia katika connection fulani ilimbidi arudi shuleni. Na ndivyo hivyo sasa katika maisha halisi ambayo sio maisha ya maigizo, Baba Levo haijalishi katika umri alionao, amerudi shule rasmi katika kusoma kile ambacho anachokiamini. Unaona bwana, Baba Levo amethibitisha wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa ameanza shule rasmi kama alivyoahidi mwaka jana kuwa ataanza masomo ya QT mwaka huu, kwa sababu aliishia elimu ya darasa la 7B. Lengo la mbunge huyo kuanza masomo ni kwa ajili ya faida ya kazi yake hapo mbeleni, kwa sababu alikiri na kusema kazi ya ubunge anaipenda sana. Hivyo amekuwa na maono, japokuwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika upande wa uongozi wa bunge, wagombea ubunge katika nafasi za ubunge, anaruhusiwa kugombea ubunge raia katika sehemu yoyote ya nchi hii. Katika upande wa elimu inabidi walau aweze kujua kusoma na kuandika. Haijalishi ni darasa la ngapi, la 4, la 3, la 2, hujasoma kabisa darasa la 7 na kuendelea, ili mradi tu uweze kujua kusoma na kuandika, unaweza kuwa mbunge. Lakini pia uwe na akili timamu ambazo zinazoweza kusaidia watu husika ambao utakaweza kuwaongoza. Hiyo ndio maana halisi ya kusema kwamba ujue kusoma na kuandika. Sasa Baba Levo amekuwa ni mtu ambaye kiuhalisia kusoma na kuandika anajua, ndio maana hata aliweza kuingia katika nafasi ya kuania ubunge, na kwa ushawishi alionao akaweza kufanikisha kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa ndoto zake kama jinsi alivyoahidi siku zote ni kuweza kujiendeleza zaidi, ili mwisho wa siku hata kama ikija kutokea kwamba ile sheria ya mbunge alisha darasa la 7 haruhusi kuingia bungeni, awe na elimu ya kutosha ya degree. Ndio maana ameanza kusoma QT ili aweze kupata ufahamu zaidi juu ya mambo haya ya kiutawala, lakini pia mambo ya kiuongozi, aweze kuwa completed kabisa katika hiko ambacho anachokiamini. Kwa hiyo kubwa na lengo zito zaidi ambalo liko nalo
ni faida yake, lakini pia faida kwa familia yake, lakini pia faida kwa jimbo lake la Kigoma mjini, lakini pia kwa ujumla ni faida kwa nchi nzima ya Tanzania, kwa sababu maendeleo akiyapeleka Kigoma na Kigoma ipo Tanzania, kwa hiyo yatakuwa akiwahusu Watanzania wote kwa ujumla. Bana, hii ilikuwa ni taarifa ambayo Baba Levo mtaalamu fundi majumba, jina lake halisi alipewa na wazazi wake bila kushirikishwa, anaitwa Clayton Revocatus Chipando. Unaona bwana. Kwa hiyo ili uweze kuwa unapata taarifa nyingi ni kusubscribe tu channel hii hapa ili unapokea taarifa kila wakati. Lakini pia usisahau share video hii hapa na wengine waweze kupata kusikia hiki ambacho wewe umekisikia. Comment and share video hii hapa ili na wengine waweze kusikia kile ambacho wewe umeweza kukisikia, kwa sababu ukicomment unaweza kusaidia na wewe kutoa elimu pia, lakini pia ukishare na wengine pia wanaweza kupata fursa kuweza kufanyaje, kuweza kusikia hiki ambacho wewe umekisikia. Umependa like, lakini pia unaweza ukawa ni sehemu ya kipindi hiki au sehemu ya hiki ambacho tunachokifanya kwa kusubscribe channel hii hapa. Hadi wakati mwingine, wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.